ya KU. Tukisonga mbele, video kamili ya kilichojiri katika tukio la Rais William Ruto kugongwa na kiatu huko Migori alipokuwa akiwahutubia wananchi siku ya Jumapili imechimbuka na kufichua kuwa kiatu hicho hakikuwa kimepaniwa kumshambulia rais, ila tu ilikuwa ajali, ambapo mtu mmoja katika halaiki iliyokuwa inamsikiza rais alichukua kiatu na kuiga kumrekodi rais kama vile watu wanavyotumia simu. Hata hivyo, mtu aliyekuwa nyuma yake alikipiga kiatu kile na kupepea kumwelekea rais. Hii hapa ripoti hiyo kwa kina. Tupunguze gharama ya. Kwa macho ya wengi, kiatu kilichopepea na kumgonga Rais Ruto mkononi siku ya Jumapili alipokuwa akihutubia wakazi wa Kehencha huko Migori kinaonekana kama shambulizi lililolengwa kwa Rais Ruto, huku wengi wa wapinzani wake wakisema kwamba kiatu hicho kinaashiria hasira ya umma kwa rais. Ila haya yote yana upungufu wa ukweli. Video ya kamera ya mwanagenzi iliyonukuu matukio ya sekunde chache tu kabla ya kiatu hicho kupepea kumwelekea rais imechimbuka na kuwa akisema ukweli. Sema kwanza tupunguze gharama ya. Kulingana na video hiyo, mtu mmoja aliinua kiatu chake juu na kuiga kumrekodi rais alipokuwa akihutubu, jinsi tu walio na simu za kisasa walivyofanya. Mtu mwingine naye akamuunga mkono na kushika kiatu hicho na pamoja wakajifanya kurekodi hotuba ya rais. Mtu mmoja aliyekuwa nyuma yao, pengine kwa ghadhabu za kuzibwa kumtizama rais, akakipiga kiatu hicho na moja kwa moja kikapepea kumwelekea rais. Ni wakulima wa maana sana sehemu hii. Tukio hili limekejeliwa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na msemaji wa serikali Isaac Mwaura, huku mkuu wa miradi maalum katika ofisi ya rais na uchumi ubunifu Dennis Itumbi akijitolea kumnunulia simu ya kisasa jamaa aliyegeuza kiatu kilichomgonga rais kuwa simu. Hata hivyo, tukio la kugongwa na kiatu halijamtokea Rais Ruto pekee. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia alirushiwa kiatu mwaka 2020 huko Migori, na hata kimataifa tukio hili limeshawahi kutokea. Alikuwa rais wa Marekani George Bush pia alirushiwa kiatu. Blue Ismail Hassan, runinga ya KU.